Yaani umekutana na mwenzio tu hata wiki moja bado, ila tayari ushaanza kupata dalili za mimba, na mbaya zaidi kuna mwingine atakwambia tayari nimeshapima ila naonekana sio mjamzito. Na ile hofu, ile wasiwasi inapelekea wewe unajikuta hautapata hedhi katika ile kipindi ambacho ulikuwa unatarajiwa upate hedhi kama ilivyokuwa kawaida kwenye zile tarehe zako, kwenye ule mzunguko wako wa kawaida. Na hii ni hali ambayo huwa inawasumbua wanawake wengi sana. Hii inasababishwa na nini? Hii ni kutokana na hofu na wasiwasi, au pia ile hali ya kwamba kile kimuemue kwamba nataka nibebe ujauzito. Yaani ujiwekea kwamba unakutana na mumeo ili tu lengo ufanikiwe kubeba ujauzito. Ukweli ni kwamba huwa ina tabia kuleta mabadiliko. Hii ni kutokana na ile homoni ya cortisol au homoni ya stress ambayo ikipata pressure ya hali kama hii inachochewa na kupanda sana, kitu kitakachopelekea ukose hedhi yako, na wakati mwingine hata uwezo wako kubeba ujauzito utakuwa umeshuka automatically, kwa sababu inaenda pia kuharibu utendaji kazi wa mayai. Yaani hata kama utapata ovulation kwenye kile kipindi ambacho itakuwa ubora wa mayai wake utakuwa upo chini sana kutokana na ile homoni kupanda. Kwa hiyo hormones za follicle stimulated hormones pamoja na luteinizing hormones zitashindwa kufanya kazi vizuri kama inavyotakiwa. Na ndio maana yake napenda kusema kwamba nipo nawe katika safari ya kuitwa mama. Ikiwa wewe ni mwanamke ambaye unahitaji kubeba ujauzito, hebu jitahidi relax. Tulia, kwa sababu wanawake wengi sana waliofanikiwa kubeba ujauzito huwa hata walikuwa hawajijui. Na ndio maana yake program ya Nipo nawe katika safari ya kuitwa mama inatakiwa isimame nawe ili kuondoa hofu hii, lakini kukuongoza zaidi kwa njia ambayo itakufikisha kwa haraka zaidi kwenye safari yako ya kuitwa mama.